Juni 18 mwaka 2025, dunia imeshuhudia tukio kubwa na la kihistoria ambalo limetikisa siasa za Mashariki ya Kati na kuashiria kuanza kwa enzi mpya ya teknolojia za kivita. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imetumia mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel, ambapo miongoni mwa silaha zilizotumika ni kombora la hali ya juu la hypersonic lijulikanalo kama FAT-1. Shambulio hilo lilifanyika katika kile ambacho kinajulikana na kiliitwa operation ya Ahadi ya Kweli ya 3 na lilihusisha zaidi ya makombora 400 yaliyorushwa kuelekea maeneo ya kimkakati ya Israel, likiwemo jiji la Tel Aviv, bandari ya Haifa, maeneo ya kijeshi na miundombinu mingine nyeti. Miongoni mwa makombora hayo ni FAT-1. Lilikuwa gumzo kubwa kutokana na uwezo wake wa hali ya juu wa kuvunja ulinzi na kutekeleza mashambulizi ya ghafla kwa usahihi wa hali ya juu. FAT-1 lilitangazwa rasmi na Irani mnamo Juni mwaka 2023. Ni kombora la kwanza la aina ya Hypersonic Glide Vehicle HGV kutoka kwa taifa hilo. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya kijeshi, kombora hili lina kasi inayozidi Maki 13, ambapo Maki moja ni sawa na kasi ya sauti takribani kilomita 1235 kwa saa. Hii ina maana kwamba FAT-1 ina uwezo wa kusafiri kwa zaidi ya kilomita 1016 kwa saa, likifanya iwe vigumu sana kwa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, hata ile ya Israel inajulikana kwa ufanisi wake wa juu, kuweza kudhibiti au kulizuia kabla ya kufikia ile shabaha. Hii ni kwa sababu muda wa utambuzi na majibu ni mfupi mno, wakati mwingine ni chini ya sekunde 20. Kitu kinachokifanya FAT-1 kuwa tofauti na makombora mengine ni uwezo wake wa kubadilika mwelekeo wakati wa kuruka, maneuverability, tofauti na makombora ya kawaida ballistic ambayo hufuata mkondo wa moja kwa moja unaotabirika angani. FAT-1 ina teknolojia ya hali ya juu ya kujiendesha na kugeuka kulingana na hali ya uwanja wa mapambano. Hii inamaanisha kuwa inaweza kujificha au kukwepa rada na makombora ya kuzuia ya adui kwa kubadilisha mwelekeo wake katikati ya anga. Irani ilieleza kuwa teknolojia hiyo inaendeshwa na mfumo wa uongozaji wa ndani, ambao sasa pamoja na mfumo wa uongozi wa hatua za mwisho, terminal phase guidance, hali inayoipa silaha hiyo usahihi wa hali ya juu unaoweza kufikia mita chache tu kutoka shabaha iliyolengwa. Zaidi ya hayo, kombora FAT-1 lina uwezo wa kubeba mzigo wa kivita wa hadi kilo 450 na linaweza kubeba vichwa vya kawaida vya mlipuko mkubwa au hata kichwa cha nyuklia, ingawa Irani hajathibitisha rasmi uwezo huo. Umbali wake wa kufikia unaweza kufikia kilomita 2000, jambo ambalo linaiweka Israel na maeneo mengine ya kimkakati ya Marekani katika Mashariki ya Kati ndani ya mdomo wa kombora hilo. Kwa maana hiyo, FAT-1 si tu silaha ya kujilinda, bali ni chombo cha kuashiria uwezo wa Irani kupeleka mashambulizi katika maeneo ya mbali kwa usahihi wa hali ya juu, huku ikivuruga mipango ya adui ya kujilinda. Wakati wa mashambulizi hayo sasa ambayo yameanzishwa na Israel katika nchi ya Irani Juni mwaka 2025, mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel kama Iron Dome, R2 na R3 na David Slings ilijaribu kuzuia wimbi la makombora, na kwa kiasi kikubwa ilifanikiwa kudhoofisha sehemu kubwa ya mashambulizi. Hata hivyo, baadhi sasa ya makombora ya FAT-1 yamefanikiwa kupenya na kutua katika maeneo ndani ya Israel, yakisababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa. Kulingana na duru za kijeshi, FAT-1 ndiyo lililotumika katika kushambulia karibu kinu cha nyuklia cha Dioma, hatua ambayo ilikuwa ujumbe wa kisiasa na wa kijeshi kwa Israel kwamba hakuna eneo salama iwapo mgogoro wa wazi utaendelea. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, shambulio hilo limeibua taharuki kubwa. Marekani, mshirika mkuu wa Israel, ametoa tamko kali la kulaani mashambulizi hayo na kuahidi msaada wa haraka kwa Israel, huku rais wa Marekani Donald Trump akitoa onyo kali kwa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa Irani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana kwa dharura kujadili hali hiyo, huku nchi kama China, Urusi zikiendelea kutoa kauli zisizoegemea upande wote, lakini zinazoashiria wasiwasi kuhusu mbio mpya za silaha za hypersonic.
Wakati huo baadhi ya mataifa ya Kiarabu yalionekana kuwa ukimya au kueleza msimamo wa kupinga mashambulizi, lakini bila kulani moja kwa moja kwa Irani, hali inaonyesha mgawanyiko wa kisiasa katika ukanda huo. Kombora la Fatawani limekuwa zaidi ya silaha, limekuwa ishara ya uwezo wa Irani kuvuka vizingiti vya kiteknolojia na kijeshi na kutoa changamoto moja kwa moja kwa tawala zilizozoeleka kuwa na usemi wa mwisho katika masuala ya usalama wa dunia. Irani imeingia katika ligi na mataifa machache yenye uwezo wa kutengeneza na kutumia kombora la hypersonic pamoja na Marekani, China na Urusi. Katika mazingira haya, wadadisi wa masuala ya usalama wanakubaliana kuwa dunia sasa iko kwenye ukingo wa mabadiliko makubwa ya kijeshi. Zama za kivita za kasi ya sauti zimepita. Sasa tunakumbwa na hatari ya vita hypersonic ambayo havina muda wa tahadhari, havina mwelekeo mmoja na havina nafasi ya kujitetea kama hauna teknolojia hali ya juu ya kujibu. Kwa ujumla, shambulio la Irani dhidi ya Israel kwa kutumia Fatawani limefunua ukurasa mpya wa hatari zaidi ya kivita na kisiasa na kuonyesha wazi kwa teknolojia mpya zinaweza kusambaa kwa kasi na kuwa mikononi mwa mataifa yanayopingwa au kuwekewa vikwazo. Dunia inakabiliwa na changamoto ya kimaadili na kimkakati. Je, inaweza kuzuia kusambaa kwa silaha hizi hatari, au tunapaswa kujiandaa kwa vita ambavyo kasi yake ni ya kutisha mno kuliko tuliwahi kufikiria? Hii ni Global TV. Naitwa Onesimo Sangalali. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.